Serikali ya kaunti ya Homa Bay imehimiza wakazi wa kaunti hiyo kugeukia ukulima kama njia mbadala ya kujiongezea mapato badala ya kutegemea uvuvi pekee. Kwenye hafla ya kutoa mbegu kwa zaidi ya wakulima 30,000 kutoka kaunti hiyo, serikali hiyo pia imeanza mafunzo ya kitaalam kwa wakulima ili wapate mazao maridhawa. James Latano anatuarifu zaidi kutoka Homa Bay. Kiganda angani ni ishara tosha msimu wa mvua ya masika imebisha hodi na mvua inaendelea kunyesha katika sehemu mbalimbali humu nchini. Ingawa kaunti ya Homa Bay ina idadi ndogo ya wakulima na huku shughuli ya kutafuta chao ardhini ikiendelea, serikali ya kaunti ya Homa Bay imeandamana nao bega kwa bega kubadilisha taswira ambayo imedororesha sekta ya kilimo. That most of our farmers, smallholder farmers right in the villages, sometimes do not have the opportunity to get high quality certified seeds that are available in the agrovets in towns. So this program brings the seeds closer to them, and it means therefore that a number of our farmers will end up with high quality certified seeds in their farms, which promises high yields, and we are very hopeful that with sufficient rains, when the farmers do good agriculture practices, they will end up with very high yields, just like we experienced last year. Kama njia ya kupiga jeki kilimo, gavana wa kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga ameanzisha rasmi mchakato ya kusambaza mbegu na kutoa ushauri wa kitaalamu kwa zaidi ya wakulima 32,000 ili kuboresha hadhi ya mazao shambani. So this is the 4th time we are doing the seed distribution exercise, and we have over 130 metric tons of seed, which we will distribute to over 32,000 farmers across Homa Bay. Will each and every farmer in Homa Bay get seed? No, because this is an enhancement program. We are giving it to vulnerable families, and these families are identified by the villages themselves. So the village clusters sit and they identify those who are to benefit from the seeds, and once it is given to them, they're the ones who give it to the families, and next year another set of families also benefit. Wakiungama kwamba sekta ya kilimo haijapata nafasi tosha ya kunawiri, hatua hii inanuiwa kurekebisha ya kale na kuleta mwanga mpya kwenye sekta hii ambayo kwa muda mrefu imeachwa nyuma. Vulnerable in terms of income, low income farmers, so that they don't buy the seeds at the market rate, because currently 1 kg or 2 kg of the seeds that we are distributing today cost at least 1,000 shillings, and most farmers cannot afford. So this one is going to boost them and also boost the food security in Homa Bay County and beyond. So that is the significance. Ni eneo ambalo kwa muda mrefu limekuwa likitegemea uvuvi kama kitega uchumi. Kuanzishwa kwa miradi huu itawasaidia kuinua hali ya uchumi katika kaunti hii. James Latano, runinga ya Citizen, kutoka kaunti ya Homa Bay. Naam, kwa hivi sasa